Facebook ni Radio Fortune Africa, Instagram vile vile Radio Fortune Africa. Alafu mambo yanakuwa ni mazuri tu wakati ambapo una tafakari. Haya, mimi hapa hivi nachukua muda huu sasa kukualika ili uweze kupokea kipindi hiki cha mwisho juma, kipindi ambacho ni cha yaliyojiri juma hili nzima, kwenye mawanda mazima ya yaliyojiri juma hili nzima, ili uweze kufahamu kile ambacho kimejiri kote duniani kwenye makala haya ya mwisho juma. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Yaliyojiri wiki hii. Na miongoni mwa yaliyojiri wiki hii ni pamoja na mahakama nchini Kenya ilimkuta na hatia gavana wa zamani wa kaunti ya Migori Okoth Obado, na kauli ya Rais William Ruto kuhusu matumizi ya wahalifu kwenye mikutano ya kisiasa. Shambulio la ADF laua zaidi ya 20 mashariki mwa DRC, lakini pia ziara ya waziri mkuu wa nchi hiyo Judith Suminwa huko Ituri na Chopo. Tutaangazia siasa za Tanzania, Sudan na vile rais wa zamani wa Senegal Macky Sall aliwasilisha maono yake mbele ya baraza la Umoja wa Mataifa akijipigia debe kutaka kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa UN. Wiki hii katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa pande mbili zinazohusika katika mzozo wa Mashariki ya Kati kutafuta suluhu ya mzozo wao kupitia diplomasia. Bila shaka tutaangazia mengine mengi yaliyojiri wiki hii kote duniani. Naitwa Ruben Lukumbuka, karibu kuandamana nami hadi tamati ya makala hii. Tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako zaidi ya raia 20 waliuawa katika kijiji cha Kikundo upande wa mkoa wa Kivu Kaskazini, na pia mjini Njia Panda, sehemu panapochimbwa madini ya dhahabu upande wa mkoa wa Ituri wiki hii. Haya yalijiri wakati muungano wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini umeashutumu makundi ya waasi wa AFC M23 na watu wanaodhaniwa kuwa ADF kwa kuitumbukiza Kivu Kaskazini katika vurugu na kutekeleza mauaji ya mara kwa mara. John Banyene ni mwenyekiti wa muungano huo wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini, alizungumza nasi. Shirika la raia la jimbo ya Kivu ya Kaskazini liweza kukaa na kuangalia hali ambayo inapitia, kuomba umoja wa kimataifa waweze kufanya yote iwezekanavyo ili hiyo resolution 227, 73 na resolution 2808 iweze kuheshimilika, na tukeomba pia ni rais na government ya kwake kufanya yote iwezekanavyo ili amani na usalama viweze kurejea haraka iwezekanavyo. Watu wanaendelea kuuawa ovyo maeneo ambazo zikidhibitiwa na M23 na ADF. Katika hatua nyingine, watetezi wa haki za binadamu eneo la Mangurejipa wilaya ya Lubero katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini pia walitoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuibuka tena kwa ukosefu wa usalama unaotishia sekta ya Bapere na utawala wa Baswaga, na hivyo kuitaka mamlaka ya kijeshi kuratibu operesheni za pamoja maarufu Shujaa kwenye vijiji ambavyo vilihamishwa hivi karibuni, hasa Byambwe, sekta ya Bapere, kama anavyoeleza Cyprien Sangala Katembo Jean-Marc, mwanaharakati kutoka eneo hilo. Ni majuto kwa wakazi wa barabara Butembo Mangurejipa, kwa sababu tangu miezi 6 kaskazini mwa sekta ya Bapere ilikuwa
ikijaribu kupumua baada ya umwangaji damu ya Novemba na Disemba. Leo hali inazidi kabisa kuwa mbaya katika vijiji vingi sana vya barabara Mangurejipa. Matumaini yamepungua, barabara imeharibika na waasi wanazidisha vitisho dhidi ya raia na jeshi la Kongo ya Kidemokrasia. Adui yupo kabisa tangu alivyoshambulia Makumo na Makele, anaendelea kabisa kutatiza raia tu, akiua raia wengi sana kama huko groupement Manzia, groupement Mwenye na katika vile vijiji vya secteur de Bapere. Sauti yake Cyprien Sangala Katembo Jean-Marc, mwanaharakati kutoka eneo la Mangurejipa Biambwe, sekta Bapere, huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. RFI. Tukiwa bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba Jumatano ya Julai 22 jukwaa la wanasiasa wa upinzani lifahamikalo kama C64 liliahirisha maandamano yao yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Julai 22 kumtaka Rais Felix Tshisekedi ajiuzulu, na badala yake muungano huo wa C64 ulitoa fursa kwa majadiliano ya kitaifa baada ya wiki iliyopita Rais Felix Tshisekedi kuwataka viongozi wa dini kuandaa mazungumzo hayo ambayo sasa upinzani unataka yafanyike kabla ya Agosti 15. Prince Epenge ni msemaji wa muungano wa upinzani wa Lamuka, alikuwa na kauli hii. Kuahirishwa huku kuna kuja kufuatia ombi la Mheshimiwa Kardinali Ambongo na Kanisa Katoliki pamoja na mwenyekiti wa baraza la kanisa la Pentekoste. Walituomba tuahirishe ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. Hata hivyo, tunawapa viongozi hawa wa dini makaratasi kadhaa hadi tarehe 15 mwezi Agosti. Ikiwa mpaka tarehe 15 mwezi huo Bwana Tshisekedi hatakuwa hajatekeleza kwa vitendo matukio ya kuleta utulivu, maridhiano, katika dhamira kuachana kabisa na mpango wake wa kishetani wa kutaka kubadilisha katiba, tutarejea kwa ari na nguvu kubwa na wananchi wetu, na itakuwa ni hadi pale matakwa yetu yatakapotekelezwa. Huku hayo yakijiri namna hiyo, wakati huu wanasiasa wa upinzani na viongozi wa dini kule DRC wanaposubiri tangazo rasmi la rais katika kuanza mazungumzo ya kitaifa, ilibainika kuwa rais wa zamani wa Guinea Alpha Conde ndiye alihusika pakubwa kwenye mazungumzo yaliyopelekea Rais Felix Tshisekedi kukubali kukutana na wapinzani wake. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sasa tuelekee huko Burundi, ambako Julai 23 ilitimia miaka 10 tangu kutoweka kwa mwandishi wa habari wa gazeti maarufu la Iwachu Jean Bigirimana. Miungano ya wanahabari katika nchi hiyo pamoja na ile ya kimataifa RSF ikiitaka serikali ya Burundi kutoa maelezo kuhusiana na kutoweka kwake. Benson Wakoli alifuatilia kwa karibu taarifa hii na ifuatayo ni ripoti yake. Kupitia taarifa, muungano wa wanahabari wasiokuwa na mipaka RSF umesema serikali ya Burundi imekosa kuwajibika kwa kuendelea kusalia kimya miaka 10 baada ya kutoweka kwa mwanahabari huyo Jean Bigirimana. Usimamizi wa gazeti la Iwachu alikokuwa anafanya kazi mwandishi Bigirimana nalo umesisitiza kuwa maswali yaliyoibuliwa tangu kutoweka kwake mwaka 2016 bado hayajajibiwa. Mkurugenzi wa gazeti la Iwachu nchini Burundi, Liadre Sikuyavuga, akisema wataendelea kudai haki. Jean Bigirimana alitoweka tarehe 22 Julai mwaka 2016 alipokuwa akielekea katika mji wa Bugarama, takriban kilomita 40 kaskazini mwa jiji la Bujumbura kwa shughuli za kikazi. Kwa mujibu wa mkewe, alikamatwa na maafisa wa idara ya ujasusi wa Burundi na hadi wakati huo hajawahi onekana. Tukiangazia yaliyojiri huko Uganda wiki hii kuhusu Ebola, ni kuwa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha CDC juma hili kilisema hakiungi mkono marufuku ya usafiri iliyowekwa na baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani kutokana na hofu ya kusambaa kwa virusi vya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo hicho Dr. Jean Kaseya akisema amemwandikia barua waziri wa afya wa Marekani Robert Kennedy
kuhusu kuondoa vikwazo hivyo. Wito wake pia aliutoa siku chache tangu Washington itangaze kuimarisha vikwazo vya usafiri kwa wasafiri waliopitia DRC, Uganda na Sudan Kusini. Nchini Kenya, kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, Rais William Ruto aliwatahadharisha wananchi na wanasiasa kuhusu kuibuka kwa utamaduni wa kutumia wahuni ili kutatiza usalama, akisema wakati umeiwadia wa kudhibiti uovu huo. Rais Ruto alisema kuongezeka kwa makundi ya vijana wahuni kumekuwa tishio kwa usalama wa taifa lake. Tunahitaji kweli kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusu uhalifu, utawala wa sheria na usalama wa taifa letu. Haiwezekani na hatuwezi kwa namna yoyote kutetea uhalifu. Hatuwezi kuwa na vitendo vya uvunjifu wa sheria, wahuni, uasi na tabia nyinginezo. Hii lazima ikome. Sasa kwa kuwa tuna makubaliano, idara zetu za usalama lazima zifanye kazi yao kikamilifu. Lazima zikomeshe uhalifu. Kauli yake aliitoa siku kadhaa kupita tangu kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa Ol Kalou, ambako kulishuhudiwa makundi ya vijana na watu waliofunika nyuso zao wakitishia na hata kuwadhuru raia, hali iliyozua wasiwasi. RFI Mombasa 105.5 FM. Kama nilivyokujuza wiki hii, msikilizaji, ni kwamba siku ya Alhamis ya Julai 23 mahakama nchini Kenya ilimkuta na hatia ya gavana wa zamani wa kaunti ya Migori Okoth Obado katika kesi ya mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno ambaye aliuawa akiwa mjamzito. Kule Tanzania, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amekuwa akijitetea kwenye kesi ya kikatiba iliyofunguliwa dhidi ya mamlaka ya magereza kupinga vikwazo wanavyodai wamekuwa wakikumbana navyo wanapotembelea Lissu ili kufanya naye mashauriano ya kisheria. John Heche ni naibu mwenyekiti wa chama hicho, alikuwa na kauli hii: mambo yanayohusu mazungumzo ya aina yoyote kuhusiana na kutatua mzozo mkubwa uliopo na mkwamo kwenye nchi ni mambo yanayohusu wananchi, sio mambo yanayohusu watu wachache, na chama chetu kitayajadili kwa uwazi kwa wananchi kujua kila hatua inayoendelea. Hakuna mazungumzo yoyote yatakayoongozwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti mwenyewe. Kwa kama kuna njia ya kuanza kuzungumza, lazima kwanza mwenyekiti wa chama chetu mwenyewe awe nje. Cha pili, hakuna mazungumzo tutakayozungumza bila mediator. Huku haya kijiri namna hiyo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi juma hili alitoa wito kwa watetezi wa haki za binadamu, raia na wadau wengine katika nchi hiyo kupambana kuhakikisha katiba mpya inapatikana kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2029 na 2030. Kauli yake aliyotoa wakati huu ambapo chama kikuu cha upinzani cha Chadema kinaweka shinikizo kwa mchakato wa kurekebisha katiba kuanza mapema zaidi. Kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja, katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania, yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Ni sauti yake Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wiki hii rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alisema nchi yake iko tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba mwaka huu, licha ya wasiwasi ulioonyeshwa na jumuiya ya kimataifa kuhusu utayari wa nchi hiyo kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Akizungumza na kituo cha televisheni ya Kenya Citizen, Rais Kiir aliwataka raia kuungana kuhakikisha nchi inamaliza kipindi cha mpito. Sudan Kusini iko tayari kwa uchaguzi.
kwani raia wanataka kuwachagua viongozi wao na kuondoka katika kipindi hiki cha mpito. Wanasema kipindi cha mpito si kizuri kwao, na kwamba uchaguzi ndio unaofaa. Sauti yake Salva Kiir, rais wa Sudani Kusini. Kwengineko barani Afrika, rais wa zamani wa Senegal Macky Sall aliwasilisha maono yake mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa katika jiji la New York, akieleza ni kwa nini anataka kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa kumrithi Antonio Guterres ambaye muda wake unakamilika Januari mosi mwaka wa 2027. Macky Sall ndiye Mwafrika pekee anayewania nafasi hiyo, akikabiliana na wapinzani wake watano kutoka bara la Amerika Kusini. Sall alisema, nimekwisha thibitisha kupitia majukumu yangu ya hapo awali uhuru wangu ulioionyesha diplomasia kwamba hakuna utu wa kipekee na hakuna ubaguzi. Majadiliano kwangu ni lazima kwa kila mtu, na kwa ukweli mgogoro huu wa ukwasi unazima mgogoro wa kutoaminiana, na kisingizio ni mageuzi. Hivyo nitafungua akaunti za shirika na nitaweka bayana kwa kila nchi mwanachama mapendekezo yote ya suluhu ya mageuzi, iwe kwenye ngazi ya bajeti au ya rasilimali watu, kwa njia ya wazi. Ni sauti yake Macky Sall, rais wa zamani wa Senegal anayewania nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Wiki hii rais wa Ghana John Dramani Mahama alitoa wito kwa Umoja wa Afrika AU kuingilia kati na kushughulikia ghasia dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini, ambapo kwa kipindi cha miezi miwili sasa raia wa kigeni ambao ni wa Afrika na wengi wanaosemekana kuwa wanaishi bila vibali kule Afrika Kusini wapatao 150,000 wameondoka kwa kufurushwa kwa nguvu. John Mahama aliweka neno. Hakuna ishara kwamba mamlaka za Afrika Kusini zinachukua hatua zinazotarajiwa katika suala hili. Watu wanaofadhili mashambulizi haya wanafahamika na wameachwa huru kuendelea kufanya wanachokitaka, na kwa hivyo Umoja wa Afrika unapaswa kuangazia suala hili kwa sababu lina uwezo wa kuharibu kila kitu ambacho tumefanyia kazi kwenye taasisi za AU, ni pamoja na mshikamano wa Afrika, utengamano na mambo mengine. Mamia ya raia wa Ghana wamerejea nyumbani baada ya kushambuliwa na kufukuzwa kule Afrika Kusini, na sasa raia wawili wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi wamewasilisha ombi kwa mahakama ya kimataifa ya ICC kuchunguza mashambulizi ya wageni nchini Afrika Kusini. Kwengineko duniani, wiki hii Marekani ilitekeleza mashambulizi mengine kulenga miundombinu ya Iran, mashambulizi yaliyotekelezwa saa chache baada ya Rais Donald Trump kuonya kuwa hajamaliza kazi na kwamba atalenga vinu vya nyuklia vya Irani. Trump alitoa kauli hii wakati ambapo waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth akihojiwa na Senate, huku akidai kuwa hadi sasa nchi hiyo imegharamika kiasi cha dola za Marekani bilioni 37 kwenye vita yake dhidi ya Irani. Kutofadhili kikamilifu wizara ya ulinzi, na tunafahamu hilo linamaanisha nini. Inamaanisha kwamba dola trilioni milioni 1.5, ikizingatiwa dunia tunayoishi sasa na janga la bajeti ambalo utawala wa Rais Joe Biden ulitupa. Kukosa ufadhili huo wa dola trilioni 1.5 ni tishio kubwa linalokabili nchi yetu. Tuchague kuwekeza kwa wanajeshi wetu kipindi hiki tunapokabiliwa na tishio linaloongezeka, au haya yote yatakuwa maneno tu. Naye Antonio Guterres
ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alitoa wito kwa pande mbili husika kutafuta suluhu ya mzozo wao kupitia diplomasia. Wakati pande husika zinatoa kipaumbele kwa suluhu ya kijeshi kuliko makubaliano kupitia majadiliano, raia ndio hulipa gharama kubwa zaidi. Hili tunaliona dhahiri katika eneo la Mashariki ya Kati, hali ambayo imeleta matokeo mabaya katika eneo hilo na maeneo yote ya dunia. Eneo hilo linavutwa katika machafuko yasiyokoma. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya raia hayakubaliki. Hakuna suluhu ya kijeshi kwenye mzozo huu. Mapigano ya lazima sitishwe kila mahali katika eneo hilo. Diplomasia ndiyo njia pekee ya kusonga mbele. Itakumbukwa kuwa siku ya Alhamisi juma hili, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa mkataba wa nyuklia na Saudi Arabia utategemea iwapo nchi hiyo itakubali kuitambua nchi ya Israeli, kauli inayotumbukiza makubaliano hayo kwenye msukosuko siku moja baada ya kusainiwa. Na msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndio nami na shusha nanga katika makala ya yaliyojiri wiki hii, miongoni mwa mengi tu. Naitwa Ruben Lukumbuka Ben Saleim. Kwa heri. Haya, asante sana Ruben Lukumbuka hapo kwa kutuelekeza vizuri. Wakati huu ni wakati mwafaka wa kusonga mbele. Utakuwa unapokea makala mengine.